Ndani ya Ramadhan leo tutaangazia swala zima la maadili ya mavazi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo tupo katika chuo cha afya Pemba School of Health Science, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Baadhi ya watu hufika kwa ajili ya kujifunza. Kwa majina naitwa Maalim Kasim Maalim, ni utility manager katika chuo hichi cha Pemba School of Health Sciences. Maadili ya mavazi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika chuo hichi cha Pemba School of Health yakoje? Kiukweli swala zima la maadili katika kipengele cha mavazi katika chuo hichi si swala ambalo tunalizingatia katika mwezi mtukufu tu wa Ramadhani, bali ni swala ambalo katika maisha yetu, ni desturi yetu, ni utaratibu wetu, kama tulivyokuwa Wazanzibari wenye kujali maadili, basi na sisi hilo tunalizingatia. Isipokuwa kwa kipindi hichi cha msimu huu wa Ramadhani tuna juhudi maalum katika kuhakikisha kwamba maadili ya mavazi yanakuwa na nafasi kubwa zaidi, kwa kuongea na vijana wetu, kuwahamasisha, kuwaelimisha, ili kuhakikisha kwamba tunafunga mfungo wa Ramadhani katika mafanikio makubwa. Maalim, ndani ya chuo hichi cha Pemba School zinakutana jinsia mbili. Kuna jinsia ya kike lakini pia kuna jinsia ya kiume. Labda pengine kwa upande wa kike kuna mavazi ya aina gani ambayo kwa wanavaa, lakini pia na kwa upande wa kiume kuna vazi la aina gani ambalo kwa wanavaa? Kivazi ambacho kina vigawanyo vitatu. Kwanza kuna jalabibi la juu ambalo ni jeupe, lakini pia kuna short kanzu ambayo wanavaa ambayo pia ni nyeupe, lakini kumalizia na suruali kwa mujibu wa kozi yao ambayo ni rangi ya grey kama mnavyoiona. Basi hilo tunalo lifanya kwa upande wa usimamizi wa mavazi kwa upande wa jinsia ya kike. Upande wa mavazi wa jinsia ya kiume, wao wanakuwa na suruali, lakini pia wanakuwa na koti fulani ambalo linavaliwa juu ama shati nyeupe. Na hapa nipo katika mtaa wa Tangoni iliyopo wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, na tutapata nafasi basi ya kuweza kuzungumza na kijana Saidi Saleh Yusuf. Ni kwa kiasi gani yeye ataweza kulizungumzia vazi katika muundo wa kijana vile ambavyo kuwa linavaliwa. Je, swala zima la mavazi kwa upande wa vijana hasa unalizungumziaje kuhusu maadili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Swala la mavazi kwa vijana, kila mmoja kwanza ana mtizamo wake katika kulipokea swala la mavazi, hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu miezi ya kawaida vijana wana mitindo tofauti tofauti ya mavazi. Kuna kijana mwingine utamkuta kavaa pensi, mwingine kavaa jinzi, mwingine kavaa suruali tu ya kawaida. Lakini hasa tangu tuingie katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, vijana wengi wanajinasibisha na vazi la kanzu, na hili vazi la kanzu hulivaa sana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mavazi ni ishara ya kwamba utakapomwona kijana utajua kwamba huyu kijana ni kijana wa Kiislamu na yupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni tofauti na unapomwona katika mwezi wa kawaida. Naam, Sheikh Said, umezungumzia kwamba vijana kwa upande wa kiume hupenda sana kuvaa vazi la kanzu, hususan katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, pengine kwa upande wa kina mama au wakina mama hususan wanawake vijana hupendelea kuvaa vazi la aina gani? Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wadada wengi wanalitumia sana vazi la baibui na nikabu, ile jilbab, wanaonekana macho. Na vazi hili sana linatumika na wadada sana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini miezi ya kawaida utamaduni wao ni kuvaa tu magauni, vijora na mavazi mengine ya kike. Lakini unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakina dada wengi huwa wanapenda mavazi ya kujifunika sura zao. Yani wakiwa wanamaanisha ni kwamba ni mwezi tofauti na miezi mengine. Swala zima la mavazi katika maadili, una kipi hasa cha kuasa kwa upande wa kike lakini pia na kwa upande wa kiume? Mimi kiupande wangu kuhusu vijana na waasa kwamba
Katika swala la mavazi, wajaribu kutumia mavazi ambayo yapo katika kisheria ya Kiislamu. Hapa ni katika kijiji cha Limbani kilichopo wilaya ya Wete mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo ni mmoja kati ya wazazi anajishughulisha na shughuli za kibiashara mbalimbali, na leo hii basi ataweza kuzungumzia ni kwa kiasi gani hasa mavazi yana umuhimu wake, hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa upande wa watoto wa kike, lakini pia na kwa upande wa watoto wa kiume. Kwa jina naitwa Hijra Ali Juma, nakaa Limbani. Umuhimu wa vazi la watoto kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, nahitajika watoto wa kike wanahitajika kuvaa nguo zenye stara kwa mwezi huu na miezi mingine. Ni muhimu kwa watoto wanaume wasionyeshe miili yao na wasiharibu sifa zao za kujihifadhi. Wanatakiwa wajihifadhi vizuri kwa ajili ya mwezi mtukufu na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni muhimu kwa watoto wanawake kujihifadhi, na watoto wanaume nao ni muhimu vile vile kujihifadhi, kwa sababu na watoto wanaume vile vile yanayo viungo ambavyo havitakiwi vionekane. Kwa maana hiyo wanatakiwa wavae nguo zenye stara pamoja na watoto wanawake ili wasionyeshe mapambo yao ya miili. Labda ndugu Bihijra, kidogo turudi nyuma swala la kujihifadhi katika mavazi, labda pengine ni vazi aina gani waweze kutumia watoto wa kike katika kujistiri katika miili yao? Wavae nguo zao zilizopana zisionyeshe miili yao, wavae nguo za stara, wavae mashungi ili kuficha miili yao isionekane kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu wakati wowote mtoto mwanamke mwili wake wote ni uwazi, ni uchi. Kwa maana hiyo anatakiwa avae nguo za stara wakati wowote, sio wakati wa mwezi wa Ramadhani, mpaka nje ya mwezi wa Ramadhani. Wavae nguo zao pana, wavae mashungi. Ikipendeza zaidi wanaweza wakavaa masoksi, wakavaa glavu zile za kuvaa za mikono. Ni vizuri. Hata ukipendeza zaidi unaweza ukavaa hata nikabu, lakini ni vizuri watoto wanawake wajifiche katika miili yao isionekane. Je, na kwa upande wa kiume hasa wanatakiwa wavae vazi la aina gani? Watoto wa kiume wanatakiwa wavae nguo za stara, ikiwemo suruali zenye upana, sio vimodo, zenye upana ambazo zilikuwa zinaweza yani ikifika muda wa adhana anaweza kwenda zake msikitini na shati iliyo nzuri ambayo akiingia msikitini ashughulishi wale waliomo ule msikitini. Wanatakiwa ikiwezekana kuvaa kanzu wakati wowote. Mwenyewe anaweza wakati wowote ikiadhiniwa adhana anaingia msikitini, anakaa pahali penye stara na yeye mwenyewe anaheshimika. Vazi katika maisha ya mwanadamu ni kiungo muhimu sana. Ndiyo maana mtoto tu mara baada ya kuzaliwa kuchukuliwa na kuanza kuvishwa nguo ili aweze kutirika, na baada ya maisha ya mwanadamu anapofikia ile hatima yake, yani inamaanisha anapofariki, utengenezewa utaratibu wa aina yote, na miongoni mwa utaratibu ni ule utaratibu ambao kuwa kuvishwa vazi aina ya sanda kwa ajili ya kutiriwa katika maisha yake ya milele. Kutoka hapa kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.